Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Mei 4 siku ya Jumatatu asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania kwa kuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Mwananchi linaanza na habari kubwa inayosema daktari bingwa anaichunguza vifo vyenye utata. Daktari bingwa anaichunguza vifo vyenye utata. Lakini sindano ya kinga VVU kuanza kutumika mwakani. Sindano ya kinga VVU kuanza kutumika mwakani. Lakini kuna habari inayosema ni mjadala uteuzi wa munisi baraza la mawaziri. Ni mjadala uteuzi wa munisi baraza la mawaziri. Lakini bado kuna habari inayosema makubaliano ya Rais Samia na Kagame. Makubaliano ya Rais Samia na Paul Kagame wa Rwanda. Na sintofahamu kwa wasichana wawili kutoweka Arusha. Sintofahamu ya wasichana wawili kutoweka Arusha. Na CRDB Insurance yavuna faida ya shilingi bilioni 4.4. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele, tuangazie sasa gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii. Lenye linaanza na habari inayosema upungufu wa wakunga wazidi kutishia maisha mama na mtoto. Upungufu wa wakunga wazidi kutishia mama na mtoto. Lakini vijana walivyotoka vijiweni hadi kuwa wamiliki wa miradi. Vijana walivyotoka vijiweni hadi kuwa wamiliki wa miradi. Lakini habari kubwa kwenye gazeti ya Nipashe ni shahada haitoshi, ujuzi AI unavyoamua nafasi za ajira nchini. Shahada haitoshi, ujuzi wa AI unavyoamua nafasi za ajira nchini. Lakini waguna viongozi wa upinzani kulamba uteuzi serikalini. Na bado kuna habari inayosema serikali ya kujenga nyumba kwa ajili ya vijana. Lakini Tanzania Rwanda zaweka misingi mipya wa ushirikiano. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako la Uhuru lenye habari inayosema CCM yaipongeza SMZ kupandisha mishahara. Lakini Dr. Samia amteua Mahimbili mtendaji mkuu TEMESA. Dr. Samia amteua Mahimbili mtendaji mkuu TEMESA. Lakini Sangu asisitiza umuhimu wa sheria kanuni za kazi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa wa mbele. Lakini habari kubwa ni Tanzania Rwanda zagusa mambo sita. Tanzania Rwanda zagusa mambo sita, kidato cha sita kuanza mtihani. Lakini SMZ kuimarisha huduma za hija. Na Mwigulu serikali kuendeleza ushirikiano wa taasisi za dini. Mwigulu wasema serikali kuendeleza ushirikiano na taasisi za dini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa wa mbele. Na gazeti lako kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti wa nyonge limehabari inaandika Oryx Gas Tanzania kuendelea kuunga mkono juhudi za serikali. Lakini Dr. Samia Kagame mwanga mpya East Africa Community. Dr. Samia na Kagame mwanga mpya East Africa Community. Lakini vijana wajengewa nyumba za gharama nafuu. Vijana wajengewa nyumba za gharama nafuu. Paul Makonda akawasilisha bajeti ya maono bungeni leo. Paul Makonda kuwasilisha bajeti ya maono bungeni leo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Majira lenye lina habari inayosema Tanzania ya saini mkataba wa uvunaji gesi ya helium. Lakini kidato cha sita kuanza mtihani wa taifa leo. Na funguo yaendeleza jitihada za kukuza ubunifu. Huku Dr. Samia biashara yetu na Rwanda imekuwa. Lakini Mwenyi SMZ kuendelea kuimarisha huduma za hija. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa wa mbele. Lakini bado kuna habari inayosema vita vya Irani vyaelekea kuwaka tena. Hiyo ni habari kimataifa, inasema vita vya Irani vyaelekea kuwaka tena. Hilo ni gazeti lako la Majira kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza lenye asubuhi ya leo lina habari inayosema
watahiniwa zaidi ya 1,033,655 kuanza mtihani wa kidato cha sita leo. Lakini Kagame azuru rasmi Tanzania baada ya miaka 7. Kagame azuru rasmi Tanzania baada ya miaka 7. Lakini nyumba 144 za bei nafuu Dar es Salaam kukabidhiwa kwa vijana. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa wa mbele. Na gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa wa mbele kuna habari inayosema Rais Dr. Samia akabidhi NBC tuzo Mei Mosi. Lakini Dr. Samia angarisha diplomasia ya uchumi. Dr. Samia angarisha diplomasia ya uchumi. Dini ni nguzo muhimu ya malezi. Dr. Mwigulu asema dini ni nguzo muhimu ya malezi. Lakini NECTA yatangaza ratiba mtihani wa kidato cha sita na ualimu. Na Rais Samia ateua mtendaji mkuu TEMESA. Hiyo ni gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Habari Leo lenye asubuhi ya leo linaandika watumishi 7 wafukuzwa kazi Geita. Watumishi 7 wafukuzwa kazi Geita. Lakini ustahimilivu wa Tanzania waimarisha nafasi yake uwekezaji East Africa. Tanzania Rwanda kibiashara zaidi. Tanzania Rwanda kibiashara zaidi. Bidhaa za Rwanda kupata huduma maalum. Miundombinu kuimarishwa. TANESCO kuwauzia umeme. Rais Kagame ashukuru wa Tanzania. Lakini serikali ya saini mkataba kuchimba gesi ya helium. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Dira Tanzania lenye habari inayosema biashara ya Tanzania na Rwanda yazidi kupaa. Dini ni nguzo muhimu malezi na mshikamano wa taifa. Huyo ni Dr. Mwigulu. Lakini serikali yatangaza neema kwa vijana wapo waliojiajiri. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Dira Tanzania kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Mwananchi Huru lenye ukurasa wa mbele linaandika biashara Tanzania na Rwanda yafikia shilingi bilioni 644. Lakini watumishi wa WMA wapewa kongole kwa weledi Mei Mosi. Na kidato cha sita kuanza mtihani wa taifa leo. Waziri Ulega vijana wajengewe nyumba za gharama nafuu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa wa mbele. Lakini ATCL yaanza safari moja kwa moja Seychelles. ATCL yaanza safari moja kwa moja visiwani Seychelles. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Raia Mzalendo kwenye kurasa wa mbele linaandika chuo cha Rugemba cha mpongeza waziri Gwajima. Lakini walimu walioshinda tuzo Mei Mosi wapongeza CWT. Na serikali yapongeza mchango wa taasisi za dini kuimarisha amani. Lakini uhusiano wa Rwanda na Tanzania wazidi kuimarika. Watumishi wa WMA wapamba Mei Mosi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Raia Mzalendo kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Mtanzania Leo kurasa wa mbele inaandika WMA yawapongeza watumishi wake Mei Mosi. Lakini kuna habari inasema serikali kuendeleza ushirikiano na taasisi za dini kuimarisha amani. Huyo ni Mwigulu wasema serikali kuendelea kushirikiana na taasisi za dini kuimarisha amani. Lakini bado kuna habari inayosema rais wa Kenya kutua Dar es Salaam leo. Na Rais Samia afanya mazungumzo na ujumbe wa Rwanda. Hilo ni gazeti lako la Mtanzania Leo. Lakini kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo asubuhi ya leo linaandika Dr. Mwinyi serikali kuimarisha shughuli za hija Zanzibar. Huyo ni Dr. Mwinyi asema serikali kuimarisha shughuli za hija Zanzibar. Lakini watu 7 wafariki 14 wajeruhiwa katika ajali za barabarani. Na 70% ya mizigo ya Rwanda yapitia bandari ya Dar es Salaam. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Huko gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa asubuhi ya leo linaandika macho na masikio bungeni leo. Dr. Samia biashara yetu na Rwanda imekuwa. Waajiriwa wapya waliojiajiri wapigwa jeki na waziri Ulega. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa wa mbele. Lakini tukiachana sasa na gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa wa mbele, tuangazie sasa kwenye michezo na burudani, na gazeti lako la Mwanahabari linaanza na habari inayosema polisi Tanzania hawashikiki championship. Lakini Serengeti Boys ya timkia Morocco. Serengeti Boys ya timkia Morocco. Simba Yanga ni 2-2.
Lakini gazeti lako la Majira linaandika Tanzanite Queens yaahidi kupindua meza nyumbani, kikosi cha rejea kupiga kambi Zanzibar, hoteli zitakazotoa huduma Afconi kuwekwa hadharani, lakini dabi ya Kariakoo hakuna mbabe. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa za michezo. Lakini Zanzibar Leo gazeti lako linaandika Mwenge yajipanga kurejea ligi kuu, Yanga ichomolea Simba, KMKM yatoa mbio za ubingwa ZPL, lakini polisi yapania ushindi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za michezo, huku gazeti lako la Habari Leo kwenye michezo linaandika Shime ajipanga kushinda nyumbani, bahati yao draw kufuzu Afcon 2027 kufanyika Mei 19. Lakini Mwana FA anogesha usiku wa Profesa J. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lakini gazeti lako la Uhuru linaandika jasho limemwagika, jasho limemwagika Azam FC macho yote kimataifa, bondia Kasim afichua siri ya ushindi Uingereza, hapatoshi mashindano ya kuogelea barani Afrika 2026. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Tanzania Leo kwenye michezo linaandika Simba yaibomoa Azam FC, lakini Nsajigwa asuka mikakati prison, Yanga yaigomea Simba, Yanga njia nyeupe ubingwa ligi kuu bara, zatoka sare Chama piga bao la kideo, lakini serikali yawaleta mabondia Mayweather na Mike Tyson. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Machinga kwenye michezo linaandika Simba Yanga hakuna mbabe, Mayele aipa rekodi Yanga Misri, lakini Arsenal ya moto England. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga kwenye kurasa za michezo. Gazeti lako la Nipashe linaandika Simba usajili kimya kimya, Simba usajili kimya kimya, Shime ahidi Tanzanite Queen kupindua meza. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Mwanaspoti kwenye michezo linaandika mzani upo sawa, Chama tekisa tena, aibuka shujaa wa mechi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.